Kwa majina naitwa Nyamizi Mhoja, mbunge viti maalum, kundi la wenye ulemavu. Leo hii tuko hapa kwa ajili ya kuzindua kitu kidogo ambacho kinaitwa ngazi mbetuko, ambazo inatumika kwa watu wenye ulemavu, wazee, wajawazito na wote ambao wanashindwa, kuna matatizo ya kiafya. Lakini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2010 ilitunga sheria. Bunge lilitunga sheria na kuweka mfano, kama kuna kifungu sheria ya watu wenye ulemavu 2010. Ile sheria ukiangalia vifungu vyake, mfano kifungu kuanzia cha 4, kifungu cha 35 mpaka 50 inaeleza mambo ya namna jinsi gani majengo yawe fikivu na yanaowasaidia makundi yote, hasa watu wenye ulemavu, na imeelekeza pale. Lakini imekuwa changamoto katika jamii. Majengo mengi pamoja na kwamba sheria zipo, lakini hazifuatwi kwa kuzingatia namna bora ya ujenzi wa ngazi mbetuko au mazingira rafiki kwa ajili ya watu wenye ulemavu na makundi mengine ambayo yanatumia ngazi hizi mbetuko. Kwa hiyo ni rai yangu kwa wananchi wote na wajenzi wote kwamba wazingatie vigezo maalum kwa ajili ya kujenga mazingira rafiki kwa ajili ya watu wenye ulemavu, ili waweze kufika na kupata huduma katika maeneo ya majengo yanayotolea huduma. Mfano kama kituo cha afya, kama leo hii hapa tupo katika kituo cha afya, tumesikia ushuhuda kwa watu wengine wenye ulemavu ambao walikuwa wanashindwa kuingia kwa urahisi, lakini leo hii wanaweza kutembea vizuri bila kusaidiwa, bila kupata shida yoyote kuingia kupata huduma za afya. Lakini kuna majengo ya masoko, kuna majengo ya elimu na vyuo mbalimbali. Yaani majengo yote, hata sisi majumbani tuzingatie mazingira rafiki kwa watu wenye ulemavu, kwa sababu ulemavu sio kwamba tunapenda. Leo unaweza ukawa mtu mzima lakini kesho ukawa mlemavu. Kama umejenga gorofa hujaweka mazingira mazuri, inakupa shida we mwenyewe, nyumba yako utaichukia kwa sababu tu hujazingatia mazingira rafiki kwa watu wote. Lakini si hivyo tu, umri ukizidi kwenda unahitaji kuwezi tena, miguu inachoka kutembea, kwa hiyo unakuwa mzee. Kwa hiyo unahitaji mazingira rafiki. Kama umejenga tofauti, itakulazimu tena kuanza kubomoa. Sasa tusifike huko kote, tuzingatie katika ujenzi. Wakati tunajenga, iwe nyumba, iwe jengo lolote, tujaribu kuzingatia namna bora ya ujenzi. Na imekuwa ni kama tabia kuweka tu sheria kwamba amejenga tu kitu ngazi mbetuko bila kufuata na kuzingatia zile vigezo maalum. Tumesikia kwenye risala wamesema namna ya kujenga ngazi mbetuko na namna ya kujenga kuhakikisha mazingira yote yanakuwa rafiki na hakuna kumwacha mtu nyuma. Kwa hiyo mimi nina imani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa sheria ipo, inamaanisha tayari inazingatia makundi maalum. Ni rai yangu tu kwa jamii nzima na serikali yote wazingatie namna bora ya ujenzi wa majengo yote yawe rafiki na miundombinu yote iwe rafiki kwa watu wenye ulemavu na wazee na wajawazito. Tutagusa makundi mengine yote. Kwa kusema hayo, mimi nishukuru sana JICA ambao kuna project wanayo ambayo ni Hatua project, ambayo wametuwezesha leo hii kuweza kutoa elimu kwa jamii kwa ajili ya namna bora ya mazingira rafiki kwa watu wenye ulemavu, na tumetoa mfano wa kujenga ngazi mbetuko ambayo inaweza kukidhi mahitaji ya watu wenye ulemavu. Na nina imani kwa hii ni hatua ya mwanzo tu, na wao wanaweza wakaendeleza. Yako majengo mbalimbali ambayo yanahitaji kuboreshwa kwa ajili yawe rafiki na fikivu kwa watu wenye ulemavu. Tuna imani hiyo wataendelea kushirikiana na sisi. Jamii bado inahitaji elimu, na hii elimu leo tunaipata hapa Nzega, na wametuwezesha hiyo Hatua project. Lakini si tu hapa, ni Tanzania nzima hii elimu wanahitaji kwa ajili ya kuhakikisha mazingira bora kwa watu wote, hasa watu wenye ulemavu.